ndani yako. Kwa wingi wa uchuuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako. Wewe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najisi. Nami nimekuangamiza, ewe kerubi ufunikaye. Utoke katika mawe hayo ya moto. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Kwa wingi wa maovu yako, katika uovu wa uchuuzi wako, umepatia unajisi patakatifu pako. Basi nimetokeza moto kutoka ndani yako, nao umekuteketeza. Nami nimekufanya kuwa majivu juu ya nchi, machoni pa watu wote wakutazamao. 19. Wote wakujuao kati ya makabila ya watu watakustaajabia. Umekuwa kitu cha kutisha, wala hakutakuwako tena hata milele. Somo ambalo tunakwenda kujifunza asubuhi ya leo linasema kiburi, roho mbaya kutoka kuzimu. Kiburi, roho mbaya kutoka kuzimu. Katika makaratasi ambayo nimegawa, ambayo utakwenda kusoma nyumbani, na pia nikipita tu kugusia, hayo ni maswali ya kujitathmini ambayo nimeandika kutoka kwenye tafakari ya kuhusu kiburi na kuhusiana na utafiti niliofanya kuhusu kiburi na ama dhambi ya kiburi ama roho ya kiburi. Ina majina mengi. Baada ya kufanya huo utafiti, nimekuja na maswali ya takriban 26, 27 ambayo ukiyasoma, ukiangalia na ukajitathmini na ukajitazama, yatakufunulia na yatakuonesha kama umezama kwenye hiyo roho, umezama kwenye hiyo dhambi, umemezwa ama bado hujamezwa, na ufanye nini ama nifanye nini ili niweze kuokoka na baa hili. Kwa maana kiburi ni baa kubwa sana, ni dhambi kubwa sana, ni roho inayomwangamiza mwanadamu. Bwana Yesu atusaidie sana asubuhi ya leo. Bwana Yesu atusaidie asubuhi ya leo. Mfano, swali namba 1 linasema katika utendaji wa kazi zako za kila siku, hapo kwenye karatasi, ofisini au kanisani, je, unamtegemea nani? Akili ama elimu? Fedha ama uzoefu? Kama hivi vitu vitatu ni tegemeo lako namba 1, elewa kuwa umetekwa na kiburi, umezama kwenye kiburi. Maana kama unategemea fedha, unategemea mali, unategemea uzoefu na haumtegemei Mungu kabisa, Mungu hayuko moyoni mwako, haumtegemei, basi tayari umevamiwa na hiyo roho ya kiburi na itakuangamiza. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa hapo maswali mengi siwezi kuyasoma, naomba ukayasome nyumbani. Na kwa sababu karatasi imetoa 15 tu, hebu jaribu kumpigia kopi mwenzio. Amen. Maana tuko wengi. Pigie kopi akasome nyumbani. Wewe uliyepata, jaribu kumtengenezea mwenzio kopi. Tuje sasa kwenye somo. Somo linasema kiburi, roho mbaya. Kiburi, roho mbaya kutoka kuzimu. Somo langu litazungumza Biblia inatuambia nini kuhusiana na kiburi. Inasema nini? Inaonya nini kuhusiana na kiburi? Lakini 2, tutaangalia namna hii roho inavyomvamia mwanadamu. Vitu gani vinasababisha hii roho imvamie mwanadamu? Na roho hii haijali kwamba umeokoka ama vipi. Haijali kwa wewe ni mtakatifu ama vipi. Yenyewe itakuingia tu. Katika maandiko ambayo tumeyasoma ya Ezekiel 28, huyu ni malaika aliyekuwa mtakatifu kulikweli, Lucifer. Malaika, Biblia ambayo inasema aliumbwa katika hali ya utakatifu, tena katika hali ya ukamilifu sana. Lakini pamoja na ukamilifu, pamoja na utakatifu, pamoja na kutokuwa na shida yoyote, bado alivamiwa na hii roho na ikamwangamiza. Na mwishoni Mungu anasema, nimekutoa katika mlima mtakatifu, nimekufanya kuwa kitu cha kuchukiza,
na hata wale ambao watakuangalia watakustaajabia namna ulivyoharibiwa. Kiburi hakijali wewe ni mtakatifu kiasi gani. Kiburi hakijali wewe umejaa Roho Mtakatifu kiasi gani. Kiburi hakijali ni namna gani ulivyo karibu na Mungu. Huyu Lucifer alikuwa karibu kabisa na Mungu. Alikuwa akiomba na chandelize. Alikuwa akiomba utukufu wa Mungu unashuka. Na in fact Lucifer alikuwa ni kiongozi wa ibada na sifa nyumbani mwa Mungu mbinguni. Lakini ndio huyo ambaye alianguka kwenye kiburi. Kwa hiyo usione kwamba pengine unanena kwa lugha, unajaa Roho Mtakatifu, unafanya ishara na miujiza, unafanya vitu vingi kwamba wewe unayo kinga. Hauna kinga. Ni uchukue tahadhari. Chukua tahadhari. Kiburi kiko mlangoni. Kiburi kiko kisogoni mwako. Kinangoja tu ni muda gani utaanguka, kikuingie, kikumeze, kikuharibu. Bwana tusaidie sana. Na kiburi kikikuharibu unakuwa kituko. Unakuwa kitu cha kuchukiza. Unakuwa ni kama uliyevamiwa na mapepo, kwa sababu kiburi chenyewe ni pepo, ni roho chafu. Kiburi ni roho chafu kutoka kwa ibilisi mwenyewe. Kwa hiyo tutajifunza na tutaangalia ni kwa namna gani tupambane na roho hii. Ni kwa namna gani unapaswa kupambana. Sasa tuende mbele na somo letu. Somo hili limekuja ili Mungu aweze kukutoa mahali fulani ambapo pengine umezama, umechoshwa. Na ndio maana nilipenda pia hata watoto wawepo, sababu watoto, roho ya kiburi inaanza na watoto. Mtu anakuwa hivyo, anakwenda mpaka anapokuwa mtu mzima ameharibikiwa, lakini chanzo kilianzia kwenye nini? Utoto tu. Anakuwa na roho hiyo mpaka anakuwa mtu mzima. Lakini naamini somo hili pengine litawafikia kule walipo. Biblia inazungumza nini kuhusu kiburi? Hiyo ni sehemu ya kwanza ya somo letu asubuhi ya leo. Biblia inaonesha kwamba kiburi ni dhambi, ni roho, ni baa, ni janga la kale zaidi kuwepo. Kale zaidi kuwepo, lilikuwepo. Na lilianzia mbinguni. Mbinguni kabisa huko. Tunamwona Lucifer anasema nitakiinua kiti changu. Nitakiinua huko kabla ya vitu vingi kuwepo. Tayari amejiinua, tayari ameanza kutamalaki. Nitakiinua nifanane na yeye Mungu aliye juu. Anaibuka. Ndio huyu ambaye anatajwa kwenye kitabu cha Ezekieli. Nitakiinua kiti changu, nifanane na yeye aliye juu, niwe kama Mungu. Ni kana kwamba alikuwa anaendesha mapinduzi. Anaendesha mapinduzi kwa sababu pia roho ya kiburi inaambatana na uasi. Na uasi baadaye unakuja kuleta mapinduzi. Isaya 13:14 anasema nitapanda mbinguni, nitakiinua kiti changu, nitaketi juu ya mlima wa Mungu, nitapaa kupita vipimo, nitafanana na yeye aliye juu. Lucifer anataka kufanana na Mungu, anapanda, anakuwa hivyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kiburi, jeuri, Biblia inasema hivyo. Lakini Biblia pia inasema, inaonyesha kwa kiburi ni msingi wa uharibifu. Msingi wa uharibifu wa maisha ya mwanadamu, kiburi. Yaani ukimwona mtu ni mtukanaji, ukimwona mtu anatenda dhambi fulani, ukimwona mtu ni mlevi, ukimwona mtu ni mzinzi, ukimwona mtu ni mwasharati, ukimwona mtu ni mwizi, muongo, alianza kwanza kuwa na kiburi, kukaidi neno la Mungu. Yaani kiburi ni chimbuko, ni msingi wa dhambi zote. Kiburi ndio kinaanza. Bwana acha hivyo, acha dhambi. Bwana usiibe. Kiburi ni kukaidi sauti ya Mungu. Mtu anaambiwa Bwana acha habari ya uzinzi, ndani ya moyo anaambiwa anakaidi. Kile ni kiburi. Kwa anapokaidi anaanza kufanya dhambi ya uzinzi, anaanza kulewa, anaanza kutamani. Kwa haya mengine yote yanafuata baada ya kiburi. Ndio Biblia inavyosema. Bwana Yesu atusaidie asubuhi ya leo. Ukiona una dalili ya kuinuka mabega,
dalili ya kuwa mtu wa kukaza shingo. Unapoambiwa vitu ujue una dalili ya kiburi. Mithali 16:18. Mithali 16:18. Biblia inasema kiburi utangulia uangamivu. Yaani kabla mtu hajaanza kusema kile anachomuona, kabla hajaanza kuwa mkaidi, kabla hajaanza kuwa mbishi, kabla hajaanza kuwa mtukanaji, alianza kuwa na kiburi kwanza, kukaidi neno la Mungu, kumkaidia Roho Mtakatifu. Anamwambia acha, usifanye hivyo. Kukaidia dhamiri njema inayosema naye kupitia Mungu. Mungu anasema pia kupitia dhamiri. Acha hicho bwana, usifanye hivyo. Anakaidi. Anasema kiburi utangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari utangulia maanguko. Utangulia. Njoo uabudu Bwana, njoo usali, njoo kwenye ushirika, anakaidi. Baadaye unashangaa ameanguka kwenye dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio Biblia inavyosema. Asubuhi ya leo Bwana akatusaidie hizi roho za viburi, jeuri, hasira zikaishe katika jina la Yesu Kristo. Kwa Wakristo wanana sifu. Anasema pia katika Biblia, Mungu hakubaliani na dhambi ya namna hii, kiburi. Mungu hakubaliani na dhambi ya namna hii. Alafu pia mtu mwenye kiburi anakuwa adui wa Mungu. Yaani immediately unapoamua kuwa na kiburi, unapovaa hii dhambi ya kiburi, unapoikubali wewe sema maisha yako, moja kwa moja unaanza kuwa adui wa Mungu. Lucifer, kwa taarifa yako, alikuwa ni kiumbe wa karibu sana na Mungu, malaika ambaye yuko karibu sana. Nimekwambia alikuwa ni kiongozi wa sifa na ibada. Kwa huyu alikuwa ni mtu wa karibu anayemjua Mungu kweli kweli. Kwa lugha rahisi naweza kusema alikuwa rafiki wa Mungu sana. Na alikuwa akiamrisha makerubi wengine wamwabudu nani? Mungu, wamwangukie Mungu, wamsujudu. Alikuwa na Mungu kweli kweli. Lakini aliposema nitainua kiti changu, nitakuwa sawa na Mungu, anapopata kiburi, roho ya kiburi ilipoingia ndani yake, akawa adui namba 1 wa Mungu. Na huyu Lucifer ndio baadaye alibadilishwa jina akawa Shetani. Na ana majina mengi mabaya baada ya kuwa na kiburi. Baada ya kupatwa na kiburi, anaitwa joka la zamani, joka la kale, anaitwa Belzebuli, anaitwa mkuu wa mapepo, anaitwa majina mengi tu. Muarabu, muharibifu, Shetani. Akawa adui namba 1. Nakwambia adui namba 1 wa Mungu ni Shetani. Kwa hiyo unapokubali kuingiwa na kiburi, wewe ni kaidi, ni jeuri, unabisha watu wakikuambia mambo, wakikushauri, ni mkaidi kwa neno la Mungu, tayari unajiambatanisha na Ibilisi. Na tayari automatiki unaanza kuwa na adui wa Mungu. Ndio Biblia inavyosema. Mungu huwapinga wenye kiburi. Mungu huwapinga wenye kiburi. Mithali 8:13. Mithali 8:13. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno na njia mbovu, na kinywa cha ukaidi pia na kichukia. Yaani Mungu anamchukia mwenye kiburi, ni adui yake. Patani naye. Na kiburi kina levels mbalimbali, kina ngazi mbalimbali. Unapokaidi neno la Mungu ni kiburi. Unapokaidi mashauri mema kutoka kwenye neno la Mungu ni kiburi. Unapokaidi kiongozi wako ni kiburi. Pengine ni hapa kanisani, pengine ni kule kazini kwako, unakaidi tu bila sababu yoyote ya maana, ni kiburi. Tayari wewe ni adui wa Mungu, ni kiburi. Bwana akatusaidia katika jina la Yesu. Kwa nini neno hili limekuja? Neno hili limekuja kwa sababu Mungu anataka watu wake waende mbinguni. Kwa sababu unaweza ukawa unaabudu vizuri, unahudhuria ibada, unasali, unamtolea Mungu, lakini unateswa na jambo moja tu, kiburi, na ukashindwa kumuona Mungu, ukamkosa Mungu. Na nikupe siri nyingine. Kiburi ni dhambi ya siri pia. Kiburi pia ni kipofu. Hata yule mwenye kiburi pengine kumwambia bwana una kiburi, anaweza kumwambia mimi sina. Kina tabia ya kukuficha hata wewe mwenyewe ambaye una kiburi. Lakini kumbe moyoni mwako umeshainuka, unafurahia, unachekelea vitu fulani vya kutukufu unaposifiwa. Kama Lucifer alikuwa anachekelea sifa anazopewa na nini, unaanza kujiinua. Vitu vinatokea hapa kanisani, unaanza kujiinua. Pengine unafanya mambo mazuri, unaanza kujiinua, lakini huoni. Na mara nyingi kiburi kinafanya kazi ama kinaingia kwa njia ya asili kwenye
vitu ambavyo vinaonekana kama ni vizuri unavyovifanya. Kwa hiyo kwa sababu ni vitu vizuri uoni. Kwa mfano ukiimba vizuri, ukiimbisha hapa, ukishangiliwa, ni huduma nzuri, ni kipawa kizuri, watu wanabarikiwa. Kwa unaposifiwa unaona ni sawa tu. Mwishoni utukufu unauchukua wewe, sifa unauchukua wewe, unaanguka bila kujua. Taratibu unatafunwa bila kujua. Bwana akatusaidie. Utukufu, heshima na adhama ni za Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndio Biblia inavyosema. Mwambie jirani yako, kiburi unakipatapata? Na kiburi ndio kinachotesa kanisa. Kiburi pia ndio kinachotesa huduma. Kiburi pia ndio kinatuvuta nyuma, siende mbele. Mtu anaamua tu, bwana mimi sifanyi, tuone. Na anajua kwamba yeye ndio tunayemtegemea, yeye ndio tunayemwangalia. Sasa mimi sifanyi, mimi sitoi, mimi siji ibada. Anajua yeye ndio tunayemtegemea, sababu anajua mnanitegemea, basi nitawaonesha. Lakini kumbe ni kwa hasara yako. Mungu anaweza akakupa vipawa, karama, wewe karama ya maombi sana, karama ya sifa, kama alivyopewa Lucifer karama ya sifa na ibada. Akaanza kusema mimi sasa ndio mwenyewe. Ukijiinua, Mungu ana watu wengi, wengine wanapanda, wengine wanashuka. Wewe utaangamia, wengine wataendelea. Kwani mbingu iliharibika? Mbingu ilifutwa baada ya Lucifer kuondoka? Haikuondoka. Mbingu zikawepo, malaika wakainuliwa. Tena nikwambie, Lucifer aliondoka na 3/3 ya malaika. Wengi, jeshi kubwa aliondoka nao. Lakini Mungu hakuteteleka, Mungu hakuyumba. Malaika wengine wapo wanamsifu, wanaendelea kwa maelfu mengi zaidi ya aliondoka nao Lucifer. Kwa kumbe ukaidi, ubishi, jeuri, kiburi ni kwa hasara ya mwenye kiburi. Sio kwa hasara ya Mungu, sio kwa hasara ya kanisa, sio kwa hasara ya idara. Pengine kule kwenye idara unafikiri wewe ukileta ukaidi, jeuri, ukaacha itakufa. Utakufa wewe. Utakwenda jehanamu wewe. Bwana atusaidie asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Kiburi ni dhambi. Biblia inasema katika Mithali 21, na kiburi ni dhambi. Usijifariji, unasema mimi sifanye dhambi zote. Sifanye dhambi. Kumbe kiburi yenyewe ni dhambi. Kukaidi maelekezo ni dhambi. Kukaidi mapatano ni dhambi. Kwenda kinyume na wenzio ni dhambi. Ni ukaidi, ni dhambi. Anasema Mithali 21:4, macho yenye kiburi na moyo wa kutakabari, hata ukulima wa uovu ni dhambi. Yote hayo ameyataja hapo, pamoja na kiburi ni dhambi. Kwa kama kuna kitu halali kinafanywa, kama kuna makubaliano halali, kama neno la Mungu ni halali, alafu unalikaidi kwa sababu ya jeuri tu, ni dhambi. Mwambie jirani yako, kiburi ni dhambi. Jeuri ni dhambi. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Kiburi ni nini? Nikitaka kutafsiri kiburi bwana ni kujiinua, kama Biblia inavyosema. Kiburi ni kujiinua kutoka ndani. Kujiinua kutoka ndani. Kwa sababu ya kufikiri pengine wewe ni bora, ama ni wa thamani, ama unastahili sana kuliko wenzio, kuliko wengine. Unajiona wewe ni wa thamani, unajiona unastahili sana, unajiona wewe ni bora sana katika kusanyiko, ama kwenye familia, ama kwenye ukoo. Pengine unajiona ni wa thamani sana, ni bora sana, ni wa muhimu sana kuliko wengine. Ndio kiburi. Lakini kiburi pia ni aina fulani ya hisia za upotofu. Kwa nini ni hisia za upotofu? Kwa sababu unapojiona wewe ni wa thamani sana, wewe ni bora sana kuliko wengine, ni upotofu. Hakuna mwanadamu ambaye ni bora kuliko mwanadamu mwingine. Wanadamu wote ni sawa kwa sababu yoyote ile. Ukajiona mimi kwa sababu nina pesa, basi mimi ni bora kuliko yule asiyekuwa na pesa. Mimi ni bora, ni mwanadamu wa thamani kwa sababu nina muonekano mzuri.
basi mimi ni mzuri. Kuna watu wanajiona wanaingiwa na jeuri na kiburi tu kwa sababu ya uzuri, wanalingia uzuri, muonekano mzuri. Huko ni kukosa nini? Akili, kukosa ufahamu. Unajua moja ya mambo ambayo yalimwangusha Lucifer akapata kiburi ni muonekano. Maandiko si tumeyasoma, yanasema muonekano alikuwa ni kitu kizuri. Mungu alimuumba kwa namna nzuri, namna ya utukufu. Alikuwa yani anatembea juu ya mawe ya moto, mwili wake ulikuwa yani una marumaru, alikuwa anaonekana vizuri. Watu wa Mungu, Lucifer alikuwa anastaajabisha kwa muonekano. Ndio maandiko yanavyotuambia hata kwenye Isaya tulivyosoma. Ukisoma Isaya niliyokuambia, kilikuwa ni kitu kizuri, ukikiangalia unasema wow, nini hiki kinapita? Ndivyo wengi tunaanguka kwa sababu ya uzuri, hasa wanawake. Akishakuwa yeye ni mzuri, basi kiburi kinainuka. Hawezi kunyenyekea kwa mtu, hawezi kusalimia watu, hawezi, kwa sababu ni ameambiwa tu mzuri, anajibedua mpaka midomo inabetuka. Yaani ni ajabu kweli, ni kiburi hicho. Jirani yako, wewe una kiburi cha muonekano. Unajua kiburi kina aina nyingi. Kuna kiburi cha maarifa. Mtu anakuwa akishakuwa na elimu, kama Dennis pale kavaa kofia juzi, anabadilika. Unashangaa sasa hivi Dennis, yes mzungu kama fenesi. Unashangaa Dennis akai tena na CAs ambao hawajasoma shule. Sema hawa Dennis, hao watoto wengine hawa bwana wanajua mimi ni engineer. Wanajua kwamba ni engineer. Kiburi kimemuingia kwa sababu ya maarifa. Kuna kiburi sasa kingine cha muonekano, nilichokisema. Kuna kiburi pia cha kiroho. Kiburi cha kiroho, nakumbuka Mafarisayo. Mafarisayo wanasema mimi natoa zaka kuliko wengine, mimi nafunga kuliko wengine. Kiburi cha kiroho ni hali ya kujiona kwamba wewe unastahili sana. Wewe unastahili sana mbele za Mungu kuliko wengine. Yaani wengine unaona sio watakatifu, wengine sio walokole. Yaani mimi kwa sababu nikiomba moto unashuka, nikihubiri watu wanalukaluka, watu mimi ndio nastahili. Nikiomba moto unashuka, nikiomba watu wanapona. Kwa mimi ni wa kiroho zaidi, mimi ninastahili. Kwa unainuka moyo wako kwamba mimi nina haki mbele za Mungu. Wale Mafarisayo Yesu aliwaambia, nyinyi kuweni makini, kwa sababu walikuwa wanajua na wao ni nani? Wao ni watakatifu zaidi, wao ni bora zaidi. Akawaambia, mnatoa zaka za mnanaa, mnatoa nini, lakini mmesahau. Tena wakiomba, wale ambao ni wa kiroho zaidi wanaomba kwa makelele zaidi. Alafu huyo mtu ambaye anaomba anamuona huyu mbona amepoa huyu. Kiburi cha kiroho. Lakini pia kuna kiburi cha unyenyekevu. Ajabu kweli. Si unyenyekevu ndio unyenyekevu ni kinyume cha kiburi. Lakini kuna kiburi cha unyenyekevu. Kiburi cha unyenyekevu ni aina fulani ya kiburi ambacho mtu anaigiza kuwa ana unyenyekevu, lakini sio mnyenyekevu. Anaigiza tu. Hata kuomba anaomba Mungu, anaigiza tu unyenyekevu, sio mwongo mkubwa. Anataka watu wamuone ananyenyekea. Kumbe ndani yake ameinuka, anaficha kwa matendo ya nje. Hata kusalimia, hata kupigia magoti kabisa. Lakini ndani ameinuka, ni kiburi cha unyenyekevu. Anapiga na magoti. Ni bora usimame tu wima kama Wachaga wanapomkia, ukimkana amenyoka namna hii. Ule kusalimia kama Mnyakusa anakwenda mpaka chini, lakini kumbe moyoni mfuraje, unyanyuka. Ni kiburi cha unyenyekevu. Yaani unanyenyekea kwa nje, kwa ndani umefuraje? Umesimama kama antena. Bwana akakusaidia katika jina la Yesu. Kuna kiburi pia cha mali. Viburi viko vingi. Mali. Mtu alikuwa mpole, mtaratibu, lakini anapopata nyumba 1, 2, 3 na gari nini na nini, unaona sasa anaanza kusema, wewe utaniambia nini bwana? Hawezi kukaa tena. Mali zimembadilisha, fedha imembadilisha. Lakini mtu wa Mungu hapaswi kubadilishwa kwa jambo lolote. Hapaswi kuingiwa na kiburi kwa matokeo yoyote yanayompata katika maisha yake. Yaani fedha, mali, muonekano, kubarikiwa kwenye huduma. Mungu anapokubariki kwenye huduma yako, unainuliwa sana kwenye huduma, hakupaswi kukubadilisha. Unapaswa uwe vile vile, jana, leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa siku ukituhubiria sana hapa, watu wakalukaluka,
Siku kitubia sana watu wakiponywa hapa. Siku kituombesha hapa mpaka Roho Mtakatifu akashuka au malaika wakaja. Shuka chini. Mungu hata hajali kukuangamiza. Yaani kwa sababu malaika walishuka tukawaona hapa wakatuhudumia, alafu ukainuka hivi, Mungu atakuacha, atakupiga. Hata kama ulishusha malaika. Kwani kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi. Alafu sifa na utukufu na heshima ni vya nani? Ni vya kwake. Alafu yote tunayoyafanya haya, anayefanya ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Simona Nyilenda hapa amesema, mimi Mungu amebebaje? Amenipa. Lakini unaonaje angesema nimetafuta, nimetoa jasho, nimekesha Bwana, kwa uwezo wangu, kwa nini yangu, hiki ni cha kwangu. Kwanza asingeleta, angebunya mwenyewe. Lakini pia Mungu angemtandika kwa jeuri na ukaidi. Mungu huwapinga wenye kiburi. Chochote tunachokifanya na kukipata na kufanikiwa ni kwa sababu ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Alafu kuna kiburi cha uzima. Ushakisikia kiburi cha uzima? Hicho ndio Concord. Kiburi cha uzima. Mwambie Mungu akusaidie usije ukatumbukia kwenye kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima ni mwisho. Ukiingia kwenye kiburi cha uzima umeondoka. Maana kiburi cha uzima unaweza ukakosa neema ya kurudi. Haleluya. Kiburi cha uzima ni hali ambayo hutegemei Mungu kamwe. Hutegemei yoyote tena. Yaani wewe unajitegemea mwenyewe, ni kwa sababu unapumua, ni kwa sababu una afya na una uhakika kesho utaamka. Una uhakika unaweza ukaenda ukatibiwa hospitali yoyote Tanzania. Una uhakika unaweza ukaenda ukatibiwa hata Marekani. Yaani wewe unajitosheleza wewe kwa namna yako wewe. Kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima pia ni usugu. Kiburi cha uzima kina tafsiri nyingi, ni usugu. Usugu katika dhambi. Yaani mwaka wa kwanza wewe unatenda dhambi, wanahubiri kanisani. Mwaka wa pili wanahubiri dhambi mbaya, unaendelea. Neno la Mungu limekuwa kama wanakupigia gitaa. Yaani umekaza, hubadiliki. Hicho ni kiburi cha uzima, hubadiliki. Miaka 15 unaendelea kutenda dhambi na injili inahubiriwa na unafundishwa. Hubadiliki. Hicho ni kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima ni kufikiri kwamba kesho utakuwepo. Kesho mimi nitakuwepo tu. Mimi kesho nitaamka tu. Kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima pia ni kumkataa Mungu. Unampinga Mungu wazi wazi. Ndio maana nikasema ukifika kwenye kiburi cha uzima umeumia. Yaani wewe unakufuru kabisa. Uko lazima kukufuru kabisa. Kwamba mnaniambia nini Bwana? Mungu kila siku, mbona mimi sifanyi, mbona anitendee hivi, mbona anifanyie hivi? Mungu kama bwana mmoja alikuwa mhubiri, simtaji jina. Amehubiri sana. Amehubiri neno la Mungu, watu wamefunguliwa, wameponywa, amehubiri kweli kweli. Alafu huyo mhubiri anaanza kusema, kwani Mungu ni nani? Mungu ni nani? Si ni habari za wazungu tu hizi tumeletewa? Ni mambo ya wazungu tu. Kabadilika. Kabadilika kabisa. Habari za wazungu hizi. Umetutapeli tu, umetuletea dini, hakuna dini. Huyo Mungu kama yupo, si aniue tuone. Anasema, si aniue tuone. Hicho ni kiburi cha uzima. Huyu mtu amefikia mwisho. Na ukifikia hapo unaondoka. Mwambie jirani yako, katika hizi aina za kiburi wewe uko wapi? Cha maarifa, cha muonekano, cha uzima? Kipi? Cha unyenyekevu, cha kiroho? Kuna kiburi cha kiroho pia. Oh haleluya. Oh haleluya. Mpaka mtu anaigiza anaita oh haleluya. Wengi wale ni waigizaji wale waongo. Haleluya. Nguvu za Bwana ziko. Mpaka anataka Mwambie wewe uwe kawaida, be yourself. Kama Mungu anakubariki tu. Kama Mungu anafanya na wewe kazi anafanya tu. Achana na viburi vya namna hiyo. Amen. Nimeingia kwenye aina za viburi lakini nimeona itakusaidia pia. Haleluya. Haleluya. Nini kinasababisha kiburi? Uwe makini kusikiliza. Nini kinasababisha kiburi? Tunajifunza ili uweze kuescape, kukimbia mbali. Kukimbia. Nini kinasababisha? Nini kinasababisha? Mambo mengi yanasababisha mengi, pengine mengine nisiyataje leo, lakini jambo la kwanza ni malezi.
malezi mabaya. Hata walimu wetu wa kule wa shule ya watoto pia wanapaswa wasikie malezi mabaya ya watoto. Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata yacha atakiwa mzee. Mithali 22:6. Sasa unakuta wazazi wengi hawalei watoto wao katika namna Mungu anayoitaka. Waogopa. Mtoto ambaye hakosolewi, haambiwi chochote, hatandikwi, hachapwi, hafokewi, hashauriwi, anatengenezwa kuwa na kiburi, anatengenezwa kuwa mwasi. Kwa asubuhi ya leo, hebu anza kupambana na roho ya kiburi tokea mdogo. Mtoto wako asikupande kichwani. Finya, chapa, ponda. Unajua kiburi kinaanza na utoto kabisa. Hata mtoto mwaka mmoja miwili wanaanza kuwa na kiburi. Unashangaa na kujibisha, unashangaa mgeni anakuja anapanda kichwani anampiga mgeni. Niliona video moja inasema mwache tu akupige, huyo asipokupiga ataendelea tu huyo mtoto, mwache. Mtoto anampiga mgeni, mwache tu, mwache. Au anachukua soda ya mgeni, mwache tu. Kwa mtoto anakuwa kwa namna ambayo hakosolewi, anakuwa katika namna ambayo hasahiishwi, mpaka anafika darasa la kwanza la pili, anaanza form 1. Akifika kwa mtu mzima ameishi maisha ya kutokosolewa. Siku akija kukosolewa na mtu ama akianza kushauriwa, anashangaa, anakataa, na kaidi, roho imeshaiva. Kwa hiyo chapa, finya, onya, kemea, peleka kanisani, usimuogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mtoto asiwe Mungu kwako. Mtoto asiwe kiongozi kwako. Huwa ile roho ya kiburi, ego ile inaangamizwa kwa fimbo. Ndio Biblia inasema katika Mithali, kwa fimbo utamuokoa mtoto wako na kuzimu. Lakini ukiziacha fimbo kwa mtoto wako, utakuwa umemwelekeza kuzimu. Maana atakuwa ana ego kubwa. Lazima afundishwe kukunyenyekea wewe kwanza. Mtoto afundishwe unyenyekevu, na shule ya unyenyekevu inaanza na mzazi kwa mtoto. Mfundishe mtoto kukunyenyekea wewe kwanza, kukaa chini yako kwanza. Haleluya. Mmoja yako mfundishe mtoto kukunyenyekea. Hao unaoona watu wazima ambao wanajibu kiburi, hao ni kwa sababu hawakufundishwa kunyenyekea. Halo. Hawakufundishwa kunyenyekea. Katandike katoto, katandike. Amen. Tuwe waangalifu sana namna tunavyolea watoto. Tushiriki kuua roho ya kiburi kukingali mapema, kukingali mchana. Namba 2, kwa nini watu upatwa na kiburi? Lakini kwenye upande wa pili, kiburi pia ni roho. Nimesema roho kutoka kwa shetani. Kwa nini ni roho? Kwa sababu Lucifer aliasi kwa sababu ya kiburi. Alipoasi kwa sababu ya kiburi, akaambukiza. Hiyo maana yake nikwambia ni roho. Sio kitu cha kushikika hivi ukakiona kiburi ni hiki, kiburi ni hiki, kiburi ni hiki. Ni roho, ni spirit mbaya. Kwa hiyo akaambukiza, robo 3 ya malaika akaondoka nao. Si ndio? Alipoondoka nao, alitimuliwa mbinguni. Alitimuliwa wapi? Alitimuliwa huku duniani huku. Kwa hiyo ni spirit linalandalanda. Nasema limuingie nani? Limuingie nani? Ni roho hili. Ni roho mbaya kutoka kuzimu. Tena roho hii inatoka kwa shetani mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa wewe pambana nayo kiroho. Kuna ule ubishi wa kawaida, lakini kuna ubishi uliopitiliza. Elewa hiyo ni roho sasa. Kwa sababu kukataa kitu ni kawaida. Mtoto anaweza kukatalia, mtu mzima pia anaweza kukatalia, lakini kuna ukaidi uliopitiliza. Ukaidi hata kwenye vitu ambavyo viko wazi. Ukaidi kwenye vitu vya muhimu. Ukaidi kwa watu wengi tumekubaliana jambo, mtu mmoja anakaidi. Ile ni roho. Ni roho ile. Sasa ile inabidi kupambana nayo kwenye maombi. Piga kabisa kwenye maombi, pambana kabisa, kataa, funga kabisa. Ile ni roho, sio ukaidi wa kawaida. Na hata wewe ukijiona kwamba yani wewe kila kitu unapinga, unakataa, unakasirika, unalipuka, ujue hiyo tena sio ukaidi wa kawaida. Hiyo ni roho kutoka kuzimu. Mwombe Mungu nisaidie, pambana nayo. Pambana nayo kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Sababu ya pili ni nini? Ni utu wa kale. Kuendekeza utu wa kale. Yaani utu wa kale, Paulo anasema
tumezika utu wa kale. Sasa hivi sisi tuna utu mpya baada ya kuokoka. Sasa unakuta mtu anaokoka, mpendwa anaokoka, lakini unashangaa anaanza kuruhusu utu wa kale. Anaanza kuruhusu hasira, anaanza kuruhusu kusema vibaya, anaanza kuruhusu huo ndio utu wa kale. Anaanza kuruhusu vitu vya zamani ambavyo kwa kweli vilikuwepo wakati wa dhambi, anaanza kuruhusu pia. Nisikize kwa makini. Anaanza kuruhusu, hili jambo ni hatari sana. Anaanza kuruhusu yale mambo ya mila, desturi, utamaduni. Kwamba sisi bwana wanaume bwana, sisi ni watu ambao lazima tuwatandike wanawake kwenye kabila letu, kwenye ukoo wetu. Yaani ni kitu cha kawaida, sio kawaida kwa aliyeokoka. Haleluya. Huo ni utu wa kale. Unapookoka, Biblia inasema tazama ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Basi unasema mimi unaendekeza yale mambo ya kale. Wakorintho wa pili 5:17. Wakorintho wa pili 5:17 inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Sasa unapoanza kusema sisi kwetu tuna jeuri, sisi kwetu tuna kiburi, sisi kabila letu, kwa jirani yako, sisi kabila letu huwa tuna jeuri, huo ni utu wa kale. Wewe sio Mnyakyusa tena, wewe sio Mchaga tena, wewe sio Mkuria tena, wewe sio Mhehe tena unaojinyonga. Wewe ni kiumbe kipya. Haleluya. Ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Haleluya. Tukikuona una kiburi, tunajua yule Mhehe yule, lile roho lile la uhehe lile la kujinyonga lile limerudi. Mbona nako lile roho la utu wa kale lile limerudi. Likemee. Inakuwaje wewe mtu wa kale unamrudisha? Bwana Yesu asifiwe. Ni spirit imerudi tena, roho imerudi tena. Ni mnyenyekevu, mpole, kiumbe kipya. Ana upendo, ana fadhili, ana utu wema, ana upole, ana kiasi, kwa sababu tunda la Roho lipo ndani yake. Haleluya. Sio yeye tena, sio wale watu sio mtu wa Sumbawanga tena, kwamba lazima acheze na ndumba. Lakini ndumba ni watu wote wanazo, makabila yote. Lakini ukishakuwa mtu kiumbe kipya, yakale yanaondoka. Ni ajabu sana kama nawe utaanza kupandisha yale mashetani. Kwa sababu unajua makabila haya pia na maroho ya mampepo. Unashangaa mtu ameokoka na anapandisha. Ili la ukoo hili. Ni kasirika lazima lipande hili la ukoo hili. Utu wa kale huo. Kwa nini unapanda tena na umeokoka? Wewe mwambie Mungu nisaidie asubuhi ya leo, kwa sababu mimi ni kiumbe kipya. 3, kwa nini mtu anapata hii roho inamuingia? Kwa nini roho ya kiburi inamuingia, inapata nafasi? Nimesema hiyo 2 kwa sababu unaruhusu utu wa kale. Kiruhusu utu wa kale yanaingia. 3 ni ubinafsi, selfishness, ubinafsi. Na hapa nitarudi kwenye andiko tulilolisoma. Shetani kilichomfanya anguke kwenye kiburi ni ubinafsi. Kutaka yeye aonekane zaidi ya Mungu, kutaka yeye aabudiwe peke yake, Mungu asiabudiwe tena. Na unaweza ukaona kwenye maneno yake, kauli zake, statement zake. Na hata kwa watu wenye kiburi unaweza ukaona kwenye statement zao, kwenye kauli zao, wanapenda kusema mimi nitafanya. Mnahangaika yani hivi, mimi nitarekebisha tu mimi peke yangu. Sio vibaya, lakini pia angalia nani anakusukuma kufanya hivyo. Kitu gani kinakusukuma kufanya hivyo? Nitawaonyesha. Nitafanya. Nione mtu yote anatoka, nitatandika. Roho ya jeuri, kiburi. Anasema katika kitabu cha Isaya, fungua Biblia yako Isaya. Usiseme kwamba namna gani. Isaya 13. Isaya 13. Watu wa Mungu, ukitaka upone dhambi ya kiburi, ukitaka kiburi kisikuingie, kikose nafasi, usiwe mbinafsi.
Haleluya. Fungua moyo wako, kuwa mtu wa ushirika, kuwa mtu wa kupenda watu wengine, kushirikisha. Amen. Kushirikisha watu wengine, kuruhusu watu wengine wa interact na wewe. Anasema Isaya 13 mstari wa 13, Biblia inasema, kwa hiyo naona nimekoti tofauti. Nimekoti andiko tofauti, nisamee. Nafikiri nitalipata baadaye. Lakini nafikiri Ezekiel itakuwa 13 kama nitakuwa sijakosea. Lakini anachokisema shetani hapa, amesema namna tatu. Amesema nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu, nitaketi juu ya mlima wa mkutano, nitapaa kupita vipimo, nitafanana na aliye juu. Umeona? Binafsi nitapanda, nitakiinua kiti changu, nitafanana. Ubinafsi. Bwana Yesu atusaidie sana. Muulize jirani yako, wewe ni mbinafsi? Binafsi ni 14, Isaya 14. Ubinafsi ni silaha ya shetani. Isaya 14. Yes. Isaya 14:13. Anasema, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho wa kaskazini, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Nita selfishness. Mimi ndio kiboko yao, mimi ndio mwenyewe, mimi nitawaonesha, mtanijua mimi ni nani. Umeona kiburi hicho? Nitafanya. Roho ya ubinafsi. Sababu nyingine ya 4. Sababu nyingine ni masifa kutoka kwa watu. Sifa kutoka kwa watu. Jihadhari sana na sifa kutoka kwa watu. Watu watakusifia sana, ni sawa, lakini sifa ndio zinaleta kiburi. Lucifer aliingia kwenye kiburi, tunasema baada ya kusifiwa kwenye Ezekiel. Anasema wamekujaza nini? Sifa. Kwa uchuuzi wamekunajisi na ukaona wewe ni wewe. Sifa. Umehubiri sana, sifa. Umeimba sana, sifa zinamwagwa na watu. Umeomba sana, Roho Mtakatifu akashuka, sifa zikakuja. Unachekelea kabisa. Ni tahadhari. Na kuwa tahadhari, nikupe angalizo. Kuwa tahadhari sana kwenye kipawa chako ambacho Mungu amekupa. Kwa sababu pale kwenye kipawa pale ambacho Mungu amekupa, kile kipawa ambacho Mungu amekupa, ndipo anguko lako linaweza kutokea. Narudia tena. Pale kwenye kipawa ambacho Mungu amekupa, pale kuwa nako makini sana, kwa sababu pale ndipo anguko lako linaweza kutokea. Huwezi kuanguka sehemu nyingine, bali ni pale kwenye kipawa chako. Unafundisha vizuri sana pale kwenye uzuri wako pale, kama Lucifer, kwenye uzuri wako pale ndipo unaweza kaanguka. Kwa hiyo pale ndio uwe makini sana. Pale ndipo sifa zitaingia sana, kuinuliwa kutaingia sana. Pale ndio unaweza pia kupata hata pesa nyingi sana kwenye kipawa chako. Kwa hiyo omba sana Mungu akufunike kwenye kipawa chako, sababu ndio mlango huu unaweza kuwa wewe kuangamia, wewe kuanguka. Omba sana Mungu akufunike. Kuwa macho sana pale. Unaanza kufanya vizuri kwa mambo fulani, angalia sana. Ndio maana nikasema kuna kiburi pia cha unyenyekevu, kuna kiburi pia cha kiroho. Pale ambapo unaonekana umezama sana, Roho Mtakatifu anakutumia sana, pale ndipo anguko lilipo. Ajabu kweli. Pale ambapo Roho Mtakatifu anafanya sana, anatenda sana, anakubariki sana, pale ndipo anguko lilipo. Ndipo shetani anakuambia, unaona wewe ndio bora kuliko wote. Unaona bila ya wewe kanisa linafanyaje? Linakufa. Unaona wewe ndio unalibeba kanisa kwenye maombi. Unaona wewe ndio unalibeba kanisa, bila ya wewe tayari kitu kinainuka moyoni kwamba hivi nikikaa kanisa linakosa muombezi. Basi ngoja leo nione. Ile ngoja leo nione ndio umeanguka.
Ngoja leo ndio umeanguka. Hivi kumbe mimi ndio naitoa vizuri sasa ngoja mimi nisitoe mwezi huu. Nione kanisa. Pale pale ndio unaanguka. Tayari umeanguka. Nisitoe nione watakwendaje. Pale pale umeanguka. Hivi ndio naimba vizuri Ngoja mwezi huu nipate safari. Unabuni mpaka na safari niende kidogo kutembea. Nione wataimba imbaje. Ndipo pale pale unapoanguka. Sasa Mungu nimetangulia kusema hana nini? Hana hasara. Usilete mchezo kwa Yesu. Ana watu wengi. Wengine wanapanda, wengine wanashuka. Angamio litakuwa la kwako. Mungu halingiwi. Mungu habenduliwi mdomo. Mungu habadilishiwi miendo kama unavyobadilishia wanadamu. Kwa sababu ya kulinga unawabadilishia mpaka na mwendo na kubinua mdomo. Mungu afanyiwe hivyo. Ni kwa sababu ya angamio lako mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie. Anasema katika Isaya 42:8. Isaya 42:8. Mimi ni Bwana ndilo jina langu. Na utukufu wangu sitampa mtu wala sitawapa sanamu sifa zangu. Huyo ndiye Mungu. Mungu ni mkali kweli kweli kwenye utukufu wake. Yaani ukichukua tu sifa zake, utukufu wake, anaona wewe na kiburi, anakuangamiza. Watu wa Mungu tuwe wanyenyekevu. Haleluya. Tuwe wanyenyekevu kwenye kila kitu ambacho Mungu anatupa. Kwenye zawadi anazotupa, vipawa anavyotupa, huduma anazotupa. Chochote kile, mtu akikusifia mwambie kwa utukufu wa Bwana. Mtu akikuinua mwambie ni Bwana ametenda. Tena uwe unasema kutoka ndani ya moyo. Usiseme tu kuturidhisha. Iwe ni kutoka ndani, mwambie Bwana ndio amefanya. Mmefanya hivi kanisani, mmebadilisha. Aisenyi watu mko makini. Mwambie sawa, ni Mungu ndio yuko makini, sio sisi. Haleluya. Halo, mmenua hivi na hivi, ni Bwana amefanya. Haleluya. Halo, mmekuwa hivi, mmeendelea kuwa hivi, halo ni Bwana sio sisi. Haleluya. Lakini ya kuinuka ni sisi kweli. Tumesoma. Sisi tuna akili. Sina hivi. Tutaanguka siku si nyingi. Alafu hasara itakuwa ni nani? Ni ya kwetu. Soma kitabu cha Matendo 12:21. Mungu anachukia wanaojinua. Mungu anachukia wenye kiburi. Anasema Matendo 12:21. Basi siku moja iliyoazimiwa, Herode akajivika mavazi ya kifalme, akaketi katika kiti cha enzi, akatoa hotuba mbele yao. Watu wakapiga kelele wakisema, ni sauti ya Mungu, si sauti ya mwanadamu. Mara malaika wa Bwana akampiga kwa sababu hakumpa Mungu utukufu. Akaliwa na chango, akatokwa na roho. Watu wana mchango mkubwa sana kukuharibia maisha yako ya kiroho, kukuharibia huduma zako. Watu wana mchango sana kukupa kiburi. Watu wanadamu. Tunaona mfalme hapa. Anafanya vizuri. Toa speech yani ni Mungu. Huyu ni Mungu kabisa. Naye akajiona Mungu kweli. Pale pale Mungu akamuua. Sasa usije ukafa na wewe ndugu yangu. Unaweza ukafa kiroho. Tukao tunakuona huko hapa, lakini kiburi kimesha kuingia na Mungu amesha kuua kiroho. Wewe ni debe tupu, unapiga tu kelele. Lakini pia hata kibinadamu unaweza kufa. Sababu ya 5 inayofanya watu waingie kiburi. Kujifananisha, kujilinganisha. Unajipenda kujifananisha na watu. Unaona shetani anamwambia Lucifer, anasema nitafanana na aliye juu. Yule yuko hivi, lazima na mimi lazima nimzidi. Lazima nifanane naye. Lazima nitalipiza. Amefanya hivi, lazima nitalipiza. Inawezekana kama watu wasingekuwa wanajifananisha, inawezekana watu wangekuwa wanyenyekevu sana. Yaani watu wangeishi maisha ya kutojilinganisha na mwingine. Inawezekana watu wangeishi maisha ya unyenyekevu sana. Lakini kujifananisha ndio kunafanya watu waanze kuhangaika. Waanze kutafuta huku na huku, kuhangaika kupata nitalipiza, nitafanya. Kuwa muangalie sana na kujifananisha. 6. Kwa nini watu wanaingia na kiburi? 6 ni kukosa maandalizi ya kiroho. Jambo la muhimu sana, kukosa maandalizi ya kiroho kuyapokea mafanikio ya mwilini. Kuwa mwangalifu sana. Kukosa maandalizi ya kiroho kuyapokea mafanikio ya mwilini.
kukosa maandalizi ya kiroho kuyapokea mafanikio ya mwilini. Nitakueleza. Kuna watu Mungu anawafanikisha sana. Unakuta tu pa tayari ana nyumba yake, ana familia na mke na watoto, mafanikio ya mwilini. Unakuta tayari ana fedha ya kumtosha, ana hiki na hiki na hiki. Sasa kwa sababu hakuwa na maandalizi, vile vitu hakuwa na maandalizi ya moyoni, ya rohoni, samahani, vile vitu vinambadilisha. Ukimwona mtu anabadilika tabia yake, ukimwona mtu anaanza jeuri na kiburi baada ya kufanikiwa mafanikio ya mwilini, yani kupata vitu kama mali, nyumba, fedha kwa nyingi, anabadilika, elewa kwamba huyu mtu hakupata maandalizi ya kiroho ya kutosha. Unajua kazi ya maandalizi ya kiroho, ni kukuponda ponda, ni kunyenyekeza. Kwa ni muhimu sana ukapata maandalizi ya kiroho. Maandalizi ya kiroho ni yapi? Ni neno la Mungu kulisoma. Maandalizi ni kumwomba Mungu. Mtu hana maandalizi yoyote, anajikuta tayari amefanikiwa hivi, ana hela na hivi, ndio anaanza, nyinyi bwana hamna kitu, nyinyi bwana hamna akili, nyinyi bwana anadharau. Kakosa maandalizi ya roho, hana neno la Mungu. Neno la Mungu linasema kwenye Kumbukumbu la Torati, Mungu aliwaandaa Israeli kwa ajili ya mafanikio. Kumbukumbu la Torati 8, aliwaandaa. Na wewe ndio maana tunakusii, njoo kanisani, jifunze. Wewe ni mtu mkubwa sana baadaye. Wewe Mungu anaenda kukufanikisha sana. Mungu anakwenda kukubariki sana kwa majumba na magari, anakwenda kukubariki kwa fedha, anakwenda kukubariki, lakini jiandae kupokea hayo mafanikio. Usipojiandaa, hayo mafanikio yatakuwa ndio muuaji wako. Fedha itakuua, mali zitakuua. Ukujiandaa kufanikiwa. Unashangaa binti alikuwa mnyenyekevu tu, anabadilika kabisa kwa sababu hakujiandaa. Mungu anawaambia Israeli, Kumbukumbu la Torati 8:13, nitakusomea pale. Anasema, angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke. Manake usiwe na kiburi, ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Niishi hapo. Mbona yako una maandalizi wewe ya kutosha? Kosa maandalizi. Mungu mwenyewe anaona kabisa kuna watu hapa wanahitaji maandalizi. Hebu njoo kanisani ujiandae. Kesho utafanikiwa wewe, utakuwa kituko. Inawezekana ukawa ni mtu, ukaja kuwa mtu maarufu sana. Unaona watu maarufu wanavyoanguka. Kwa nini watu maarufu wanaanguka? Hawakuwa na maandalizi ya kuwa na umaarufu. Unashangaa anatoka kwenye TV, kwenye magazeti, kwenye mitandao ya kijamii, anakuwa maarufu, lakini anaanguka tena mpaka chini. Kwa nini? Hakuwa na maandalizi. Unapaswa ujiandae. Mungu anawaandaa Israeli, anambia msimsahau. Alafu anawaambia mkumbuke kwamba hivyo mlivyofanikiwa, hayo mafanikio sio ninyi, ni mimi, ni kwa nguvu yangu. Sasa kwa sababu hukujua neno la Mungu, hukujua ahadi za Mungu kwamba yeye ndio sababu ya wewe kufanikiwa, wewe ndio sababu ya kuinuliwa. Ukifanikiwa unajua ni wewe. Unaweza kusema ni mimi, ni uwezo wangu, nimepata kazi hii, nimefanya biashara hii, nimefanikiwa, ni mimi. Tayari umeanguka hapo na kiburi. Lakini laiti ungejiandaa, ungejua Mungu aliniambia, alinionya kwamba sio mimi, ni yeye. Haleluya. Haleluya. Sababu ya 7, kusahau ulikotoka. Sahau ulikotoka. Inaweza ikawa ni sababu kubwa ambayo inafanya watu wawe na kiburi. Anasahau alipotoka. Anasahau waliomtengeneza. Sikiliza, hakuna mtu vile alivyo alijifanya mwenyewe. Hamna. Yaani wengi hapa vile tulivyo, hiyo kazi ulionayo, biashara unayofanya, hata kanisa hili lilivyo, si kwa sababu yetu, ni kwa sababu ya muunganiko wa jitihada za watu wengi. Vile ulivyo wewe ni kwa sababu ya mtu fulani, pengine aliomba. Mtu fulani pia pengine alijinyima nini? Fedha yake, akakusomesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukapata mpaka na degree ulioipata, kama juzi tulivyosherehekea Dennis. Alafu Dennis yaanze, mimi nimefanikiwa,
mimi nina akili, atakuwa anajidanganya. Kwa sababu pengine wazazi wake walishinda na njaa, wazazi wake walijinyima hawakula, akasoma. Inawezekana pia wewe ni kiongozi mzuri labda kwenye idara. Nije kwenye viongozi wenzangu. Pengine ni kiongozi mzuri kwenye idara leo, lakini kuna mtu alikutengeneza uwe hivyo. Kuna mtu alikuombea. Kuna mtu alikufundisha mpaka leo umekuwa kiongozi mzuri. Sasa mwingine anapendwa, anakuwa kiongozi mzuri, ana watu wanamfuata nyuma yake, ana ushawishi mkubwa, anasema mimi nina ushawishi. Mimi watu wananipenda. Mimi watu wananifuata. Wanakufuata kweli, wanakupenda kweli, wanakuhitaji kweli, na unafanya kazi vizuri kabisa hapa kanisani, lakini hukujitengeneza mwenyewe. Kuna mtu fulani alikutengeneza kwa mafundisho yake, kwa kufunga na kwa kuomba. Kwa kumbuka ulikotoka. Ukisahau utavamiwa na kiburi haraka sana. Utafanya ni mimi nimeweza. Na hata hapa kanisani wako wengi sana wenye tabia hiyo. Wengi sana. Nimesema dhambi ya kiburi wakati mwingine haikuoneshi wewe mwenyewe ulivyo, lakini leo tunakuonesha. Haleluya. Haleluya, haleluya. Wengine wapo hapa kanisani wana dhambi ya kiburi. Kwa sababu gani? Ukimwangalia vizuri ni kwa sababu amesahau alikotoka. Wengine walikuja hapa kanisani hata ndala anageuza juu kuvaa ndala vizuri. Wapo hapa. Ndala hii, bwana hii ndala ya kulia hii ya kushoto hajui. Unamuelekeza ndala inavaliwa huku, hii ivaliwa huku. Bwana mkanda unafungwa hivi bwana, tai inatakiwa ufunge standard tai hii hapa, unafungwa inaishia hapa kwenye mkanda. Tai ndio hivyo, vaa vizuri. Anaoga vizuri. Bwana wengine ni wanawake, bwana dada wewe unapaka perfume, unajua ukiingia mambo yanaharibika. Anatengenezeka vizuri. Baada ya miaka 5-6 anabetua mdomo jeuri, mimi ndo mimi, anapendeza. Umevamiwa wewe na kiburi. Kwa sababu umesahau ulipotoka. Watu walikufuta nini? Vumbi. Watu walikufuta nini? Matongotongo. Watu walikupa nguo wewe. Watu walikuambia bwana mkanda unafungwa hapa, dada ufungwi hapa. Sasa umekuwa vizuri, unavaa mpaka na mechuchumio. Umesahau. Bwana akusaidie katika jina la Yesu. Kumbuka ulikotoka. Kumbuka watu waliokuombea. Wengine walikuwa wanalia kweli hapa kanisani, analia, mimi nifanyeje? Nyumbani wamenikataa. Wamenikataa na sasa nimeokoka. Wapo hapa. Na wengine wananisikiliza hata saa hizi. Asubuhi ya leo ukapone katika jina la Yesu. Vua kiburi katika jina la Yesu. Unalia hapa, unafundishwa ABC. Wengine hata Biblia mlikuwa mjui kufungua. Mpo mnaniangalia hapa. Tufungue kitabu Mwanzo na kitabu cha Ufunuo. Wewe unafunua hapa mwanzo. Ndio kitabu cha Ufunuo. Watu wakakufundisha kufungua Biblia. Wakamwambia kitabu cha Ufunuo hakipo mwanzoni, kipo mwishoni. Sasa hivi umejua kitabu cha Ufunuo, umejua Mwanzo, Kumbukumbu la Torati umejua, na hata kusoma Biblia umejua, unanyanyua mabega. Umesahau ulikotoka. Asubuhi ya leo ukakumbuka ulikotoka, ukanyenyekea katika jina la Yesu. Ukisahau ulikotoka, utakuwa na kiburi. Utavamiwa na kiburi. Ni hatari kweli kweli. Isaya 29:16. Uone namna gani shetani alivyosahau Mungu ni nani kwake. Akataka kumpindua Mungu, anasahau. Anasema Isaya 29:16, anasema ninyi mnapindua mambo. Soma vizuri ile andiko ulisikilize. Ninyi mnapindua mambo. Je, mfinyanzi hahesabiwe kuwa kama udongo? Kitu kilichofinyangwa kimnene yeye aliyekifinyanga. Huku ni finyanga huyu, hakunifinyanga huyu? Au kitu kilichoumbwa kimnene yeye aliyekiumba, yeye hana ufahamu? Sasa huyu ndio alivyo mtu mwenye kiburi. Yaani mpaka watu waliomtengeneza anaona wajinga tu. Kwa sababu yeye sasa hivi nini? Anaweza kublashi viatu vizuri vina wakawaka. Alafu huyu aliyemtengeneza pengine kiatu chake kina vumbi. Sasa hivi unapaka mafuta mazuri ya kunukia perfume, basi huyu ambaye aliyekutengeneza hapaki perfume, unamwona huyu ambaye amekutengeneza amechelewa. Kiburi. Siku hizi pengine ukisimama pale una mvuto kuliko aliyekutengeneza. Basi unaona aliyekutengeneza yuko mbali kweli kweli. Hicho ni kiburi. Ukapone katika jina la Yesu. Ukapone katika jina la Yesu. Tuwe na kanisa la watu wanyenyekevu, sio watu wasioambilika. Sasa hapa Lucifer Biblia inamsema. Yaani mpaka anaona aliyemfinyanga, aliyemtengeneza
hana ufahamu. Yaani Mungu. Lisoma liandikwa vizuri, rudie utalielewa. Anasema ni ajabu kuona tunajua vyombo vya kutengenezwa vya udongo vile. Sasa kile chombo cha udongo kwa kweli kikitengenezwa vizuri kinavutia, kinapendeza. Kikiweka dukani pale, utasema chombo kizuri. Sasa Biblia inasema kile chombo kinaweza kikajivuna sana kwa uzuri wake na kuonekana kwake mpaka kikasahau aliyemtengeneza. Sio, unaelewa hapo hiyo andiko yani mpaka anasema mimi huyu aliyenifinyanga sio huyo, simjui. Kwa sababu aliyemfinyanga pengine labda haonekani. Na uaga hivyo mara nyingi. Watu wanaotengenezwa wanaonekana zaidi kuliko aliotengenezwa. Inawezekana ukawa umetengenezwa na mtu fulani, kiongozi wa WWK hapa amekutengeneza, hatumjui maskini. Lakini sasa ndio huko mbele unaonekana. Unawafundisha unaonekana. Lakini huyu aliyekuandaa kiongozi wako haonekani. Wewe watu wanakufuata, wanakusikiliza zaidi, lakini kumbe kuna mtu aliyekutengeneza ili uonekane. Haleluya. Unaonekana kwa sababu kuna mtu alikutengeneza. Ni kama kusema njia rahisi, mimi mama ningemzaa angechelewa. Ndicho alichokuwa anasema Lucifer. Huyu mama bwana, mama gani huyu? Yaani mimi angechelewa tu ningemzaa. Ndio watu wenye kiburi walivyo. Yaani anajisahau, unakuona kama huyu mama, huyu baba huyu wamechelewa sana. Kumbe ndio wale waliomzaa, ndio waliomtengeneza, ndio waliojitoa, ndio waliojinyima mpaka yakawa hivyo. Wewe jirani yako usifike hapo. Ushuke mpendwa, nyenyekea. Kanisa likiwa la watu wanaonyenyekeana linakuwa ni kanisa tamu kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Linakuwa ni kanisa lenye masikilizano kweli kweli. Linakuwa ni kanisa lenye kumshusha Roho Mtakatifu kweli kweli. Lakini kanisa likiwa ni la watu kila mtu ameinuka. Mtoto hamjui mkubwa. Mkubwa hamjui mtoto. Biblia inasema astahili heshima mpe heshima. Amen. Naomba sasa nikaribie mwisho wa somo langu. Inawezekana tukaendelea wakati mwingine, sasa hizi muda umekwenda sana. Tumalizie kwenye sehemu ya madhara. Madhara ni makubwa mno. Madhara ni makubwa mno ya kiburi. Madhara ya jeuri ni makubwa mno na Biblia imetuonesha. Kubwa sana. Nitayataja tu haraka haraka alafu tutakwenda. Ezekiel 28:19. Mtu mwenye kiburi kwanza kabisa, ama muamini, ukiamua kuwa na kiburi utaanza kuchukiza. Ulikuwa ni mtu unayevutia, ulikuwa na mvuto, ulikuwa na ushawishi kwenye kusanyiko. Ukisema jamani ibada ni saa 10. Ibada ni saa 10, hata mimi si ndo nasema pa jamani ibada ni saa 10. Hebu njooni watu wa Mungu. Kesho saa 10. Si ni mvuto? Watu wanakuja kwenye ibada. Lakini nikianza kuwa na kiburi hapa, nikisema ibada ni saa 10, jamani tumtolee Mungu, hakuna mtu atafanya. Wanasema mbona wewe una kiburi na jeuri wewe? Atufanye. Umeona? Watu hawatafanya. Kwa ili usiingie katika hilo baa, nyenyekea. Utakuwa kitu cha kuchukiza. Mungu anamwambia Lucifer, sasa nimekufanya kuwa kitu cha kuchukiza, na kila atakaye kuangalia atashangazwa. Sio na uzuri tena, atashangazwa na jinsi ulipokuwa libaya, nilipokuharibu. Yaani Lucifer alikuwa ni malaika wa nuru, lakini akawa malaika wa giza. Akaitwa shetani, Beliali, kuwa mapepo, akawa kitu kibaya cha kuchukiza. Hata watu wanajaribu kumchora shetani alivyo, sidhani kama wamefikia ubaya aliyokuwa nao. Sio unaona hata wanawake wanaolinga sana, Mungu amemuumba vizuri uso wake kwa ajili ya malingo ya muonekano ile Yesu. Anawekewa mdomo mpaka mdomo unapinda. Anakuwa mzuri tena. Anachukiza maskini. Anakuwa anapinda. Nini kimemharibu? Ni sura inaharibika. Mungu akakuumba hivyo, lakini kwa sababu ya kiburi cha muonekano sura limepinda. Utakuwa kitu cha kuchukiza. Epuka. Haleluya. Lakini namba 2 nimeogopa sana. Kiburi kinaharibu mahusiano. Ukiwa na kiburi mahusiano yataharibika. Angalia Esther mlango wa 1 mstari wa 12 na 21.
Esther. Esther, kuna Malkia anaitwa Vashti. Sina muda wa kusoma. Malkia anaitwa Vashti. Katika watu ambao Biblia iliwasifia kwamba ni wazuri wa sura. Wazuri wa nini? Wa sura. Alikuwa ni Vashti. Sasa kwa sababu ya kuwa mzuri sana, akawa na kiburi. Mfalme Ahasuero akasema, leo ni siku ambayo nataka mke wangu aje mbele za watu nimuoneshe. Unajua wafalme wana mambo ya namna hiyo, kwamba amuoneshe mkewe kwa watu. Na alisema alikuwa anataka amuoneshe mkewe kwa watu waone uzuri wa mke wake. Ni mambo ya wafalme wa zamani. Lakini pia inawezekana hata wafalme sasa pia wanafanya hivyo. Sasa Vashti kwa sababu ya jeuri, alikuwa ni mwanamke jeuri, sema mwanamke jeuri. Na kiburi, akasema mimi siendi, siji. Mumewe anamuita, lakini sio tu mumewe, mfalme anamuita ili aweze kumuonesha, anakataa. Jeuri, kiburi. Aliachika. Akasema, mfalme umekataa kuja. Sasa kuanzia leo na kuacha. Alafu pia na kizazi chako pia kimelaaniwa. Soma maandiko ya Mungu, maandiko. Ninakutoa kwa sababu ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni taratibu ya ufalme kwamba mwanamke anayemkaidia mumewe aachwe yeye na watu wake na asihesabiwe kuwa kitu. Mbona kiburi hicho? Sasa wengi hapa, wengi tunateseka kwenye mahusiano kwa sababu ya kiburi. Kiburi kinaharibu mahusiano, kinaleta ugomvi ndani ya nyumba. Mume na mke wanaanza kugombana kwa sababu ya kiburi. Unaanza kujikuta umeachwa hivi kwa sababu ya kiburi. Sio kwa sababu umeokoka, hapana. Sio kwa sababu eti wewe ni mbaya, hapana. Sio kwa sababu eti mume wako ni mkorofi ama mumkeo, ni kwa sababu ya nini? Ya kiburi. Kiburi kinaharibu mahusiano. Nyenyekea. Haleluya. Lakini pia unaweza kupoteza kibali. 3, kupoteza kibali. Kibali kwa Mungu na wanadamu. Kiburi kinakufanya upoteze kibali kwa watu na wanadamu. Kiburi pia kinakuondolea heshima. Kiburi kitakuondolea heshima. Watu walikuwa wanakuheshimu, wanaona huyu hana maana, huyu hana maana. Nilimheshimu sana, lakini kumbe ni mjeuri huyu. Kumbe hana maana. Kiburi kinaanza kuonesha sura yako. Kumbe sura yake ni mimi nilimheshimu bwana, kumbe anamkaidia. Hata mkurugenzi wake wa WK anamkaidia, anamletea jeuri mkurugenzi wake. Hana maana, mimi nilimheshimu kweli, kumbe anamkaidia hata mkurugenzi wake wanaume hapa. Huyu ni jeuri, amemfanyia ujeuri mkurugenzi wake. Unapoteza heshima. Unapoteza nini? Heshima. Hebu fungua tena madhara mengine ambayo niliyaogopa kweli kweli kwenye kitabu cha Daniel. Danieli sura ya 4. Danieli sura ya 4 mstari wa 32. Nitasoma kwa haraka hapo, nitasoma kwa sababu ni muhimu mno. Danieli 4:32 mpaka 37. Biblia inasema, nawe ngoja nianze mstari wa 31. Mfalme akanena, alisema, mji huo sio Babeli mkubwa nilioujenga mimi, na uwe makao yangu ya kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu, ili uwe utukufu wa enzi yangu. Hiki ni kiburi cha mfalme Nebukadneza. Anasema nitajenga mji kwa uwezo wangu, kwa utukufu wangu, kwa nguvu zangu. Yaani ni kama alikuwa anataka kuchukua nafasi ya Mungu. Hichi ndio kiburi cha nini? Cha uzima. Anasema chukua nafasi ya Mungu. Sasa hata neno lile lilipokuwa katika kinywa cha mfalme, sauti ilikuja kutoka mbinguni ikisema, mfalme Nebukadneza, maneno haya unaambiwa wewe mfalme, huu umeondoka, ufalme umeondoka kwako. Mungu amekasirika sasa. Wewe una kiburi. Wewe ndio Mungu. Unajifanya nitajenga, nitafanya, nitakuwa Mungu nawe utafukuzwa mbali na wanadamu. Ndio madhara ya kiburi. Utafukuzwa mbali na wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama na wa mwituni. Utalishwa majani kama ng'ombe, na nyakati 7 zitapita juu yako, hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye awaye yote. Yaani maana yake, ukiwa na jeuri utafundishwa kwa njia ngumu. Maisha utafundishwa kwa njia ngumu. Utafundishwa maisha kwa njia ngumu. Mwambie jirani yako, ukiwa na kiburi utafundishwa maisha kwa njia ngumu.
acha dhambi. Dhambi inaua, unaendelea. Acha unakuwa jeuri kwenye neno la Mungu. Hudhuria ibada, dhambi inaua, okoka utaki. Sasa Mungu anakufundisha kwa njia ngumu. Yanakupata magumu. Wakati ungeokoka tu kiulaini tu, kwa kusikia ukaja ukatubu ukaokoka. Kwa sababu wewe ni mkaidi, Mungu anatafuta kitu cha kukuminya. Ndicho alichomfanya Nebukadneza. Utafundishwa maisha kwa njia ngumu. Sasa kwa nini ufundishwe maisha kwa njia ngumu? Kama anaacha jeuri binti, umeokoka. Binti acha jeuri. Hebu uwe mnyenyekevu. Kijana kuwa mnyenyekevu utaki. Mungu atafuta njia nzuri ya kukufundisha. Unajua kuna watu wengine wameumwa na kuumwa kabisa, magonjwa. Magonjwa kabisa, mtu anaumwa homa, anaumwa malaria nzito kwa sababu ya nini? Ya jeuri. Mungu anamfundisha kwa njia ya kumpiga gonjwa moja la maana. Anakupiga gonjwa moja la maana ili fanyaje? Ugeuke basi. Kwa sababu macho yako, masikio yako na macho yako pia ni magumu. Nebukadneza akafundishwa kwa njia ngumu. Akapelekwa huko Nyikani miaka 7, anakula majani kama mnyama. Akaota manyoya. Haya ni madhara ya kiburi. Ukikataa kufundishwa kwa njia nyepesi ya neno la Mungu na kumkubali Roho Mtakatifu akurekebishe, Mungu atatafuta njia ngumu ya kukufundisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtolee Mungu, usimuibie utaki. Mungu anasema ngoja. Siku unaenda kudrop pesa zako benki milioni ngapi? 10. Unafika nyumbani huna, zimeibiwa. Umefundishwa kwa njia ngumu. Si ndio? Umefundishwa kwa njia ngumu. Mtolee Mungu utaki, umefundishwa kwa njia ngumu. Au unaweza kuwa nazo tu. Ukiwa nazo tu mara linaibuka hili huna. Hivi dada limetumia kwenye nini? Hujui. Umefundishwa kwa njia ngumu. Kwa nini usimkubalie Roho Mtakatifu akufundishe kwa njia nyepesi? Alafu huyu Nebukadneza kwenye mlango wa 5 sasa, mtoto wake naye akawa mkaidi kama yeye. Yeye alikuwa ni mfalme Nebukadneza. Baada ya Nebukadneza kuondoka akaondoka, akaja nani? Belshaza. Naye akawa na moyo mkaidi vile vile. Katika mlango wa 5 Daniel 5:18-21, naye akawa hivyo, akamwambia wewe kama baba yako na wewe umeingia ukaidi ule ule, na wewe nitakufundisha. Akafa. Sina muda wa kusoma, muda umeenda. Akafa kama baba yake. Madhara mengine ni kuondokewa na utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Utukufu wa Mungu unaweza ukaondoka kwenye maisha yako. Unakuwa ni mtu ambaye huna mvuto tena, mtu ambaye huna ushawishi tena. Utukufu wa Mungu unaondolewa. Labda nikusomee tena Danieli 5:18-21. Danieli 5:18-21. Kwa habari zako mfalme, Mungu aliye juu alimpa Nebukadneza baba yako ufalme na ukuu na fahari na utukufu. Na kwa sababu ule ukuu aliompa, watu wa kabila zote, mataifa ya lugha wakatetemeka na kuogopa mbele zake. Aliyetaka kumuua alimuua, na aliyetaka kumwacha hai aliyemwacha hai, aliyetaka kumtukuza alimtukuza, na aliyetaka kumshusha alimshusha. Lakini moyo wake ulipoinuliwa na roho yake ijapokuwa ngumu, akatenda kwa kiburi. Alishushwa katika kiti chake cha enzi na akamuondolea utukufu wake. Kwa madhara mengine ni hayo. Utukufu wa Mungu unaondolewa. Roho Mtakatifu anaondolewa kwako. Unabaki tu kuwa ni Mkristo tu wa ajabu ajabu. Akafukuzwa mbali na wanadamu. Moyo wake ukafanywa kuwa kama moyo wa mnyama, na makao yake yalikuwa pamoja na punda mwitu. Akalishwa majani kama ng'ombe. Mwili wake ukaloa maji kwa umande wa mbinguni, hata alipojua ya kuwa Mungu aliye juu ndiye atawalaye katika ufalme wa wanadamu, na ya kuwa humweka juu yake yeye amtakaye awaye yote. Yaani manake Mungu anaweza kukufundisha kwa njia ngumu mpaka ukiri kwamba mimi nashuka, Mungu nisamehe na nyenyekea, Mungu imetosha. Anaweza kufanya hivi kwa njia ngumu. Kwa njia ngumu. Nebukadneza alifika mahali akasema, Mungu nisamehe. Mungu wewe ni Mungu. Mungu wewe ni muweza. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine. Mimi sio Mungu. Maka Nebukadneza alifika jeuri ya mpaka yeye kujiona ni Mungu. Mungu wewe ni Mungu kweli, na kuogopa. Bwana Yesu atusaidie. Anaendelea katika mstari wa 22. Huyu ni Nebukadneza. Mungu anamwambia Belshaza, mtoto wa Nebukadneza, anamwambia sasa 22,
na wewe mwanawe Belshaza, hukujinyenyekeza moyo. Umeona? Hukujinyenyekeza moyo. Ijapokuwa ulijua haya yote uliyajua ya jeuri ya baba yako, na wewe ukafanya vile vile, bali umejiinua juu, na Bwana wa mbingu nao wamevileta vyombo vya nyumba yake milele mbele yako, na wewe na wakuu wako na wale zako na masuria wako mmevinywea na utukufu. Nawe umeisifu mbingu ya fedha, miungu ya fedha na ya dhahabu na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe, isiyoona wala kusikia wala kujua lolote, na Mungu yule ambaye pumzi yako mkononi mwake na njia zako zote ni zake, hukumtukuza. Waona sasa watu wa Mungu? Ndipo kile kiganja cha ule mkono kikaletwa katika mbele zake, na maandiko haya yameandikwa sasa. Mene mene, tekeli na peresi. Tafsiri yake, maana yake, mene, Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuikomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani nao umeonekana kuwa umepungua. Peresi, ufalme wako umegawanywa nao umepewa Wamedi na Wajemi. Hiyo ndio njia ngumu ambayo Mungu anafundisha kwa mtu mwenye nani? Mwenye kiburi. Usifike mahali ambapo Mungu atakufundisha kwa njia ngumu. Sikia tu maneno haya ya Mungu. Haleluya. Sikia maonyo tu haya ambayo Roho Mtakatifu anayasema, ukayakubali. Kwa hiyo tusaidie sana. Wengine wanaambia jamani, niacheni dhambi, usifanye hivi. Sikia wanarukaruka tu. Nashangaa Mungu anawafundisha kwa njia ngumu. Wanapata ukimwi. Tayari wamefundishwa kwa njia ngumu. Si ndio? Ama unakuwa mjanja tu, binti unaambiwa binti acha dhambi. Tunakuona una tumbo ambalo alieleweki. Bwana vipi? Baba yake nani wewe? Wewe silikuwa tunakwambia bwana, ukao unarukaruka. Mbona njia zako hazieleweki? Mimi sio. Je, ulikiburi? Mimi sio. Lakini wanasema Waswahili, mimba ni kama pembe la ng'ombe, haijifichi. Tunashangaa tena wenzetu una mimba. Vipi bwana? Umefundishwa kwa njia ngumu. Sasa hiyo huwezi kuescape. Unaanza kunyenyekea, unaanza kulia machozi yanakutoka, umechelewa. Umefundishwa kwa njia ngumu. Umeona Mungu anafundisha kwa njia ngumu. Huwezi kuwa mjanja mbele za Mungu wakati wote. Huwezi. Haleluya. Utamkwepa huku kwa ujanja, kwa maneno, kwa njia nyingi, unaficha hivi, unaficha dhambi, unaficha hivi, lakini kuna wakati Mungu atasema lazima nimuumbue. Lazima nimuumbue. Lazima nimfundishe kwa njia ngumu, aonekane. Mshaka imeonekana. Mshaka kama kijana umepigwa huko. Maana vijana wao wanajificha sana, haonekani. Ni ngumu sana vijana kuwastukia. Wanawake wanastukiwa, lakini vijana pia nao Mungu anaweza kustukia. Umenaswa huko. Mlokole naye kafumaniwa. Si usema umeokoka wewe? Mimi nimeokoka. Sasa mbona umefumaniwa tena kijana? Umeokoka. Unaitwa kanisani. Huyu bwana nimemfuma na mke wangu huyu. Mpendo, si umeokoka wewe? Unajua bwana, umefundishwa kwa njia ngumu. Usubiri ufundishwe kwa njia ngumu. Acha kiburi kwenye dhambi. Haleluya. Acha kiburi kwa dhambi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwisho, lakini sio mwisho wa madhara. Madhara ni mengi. Unaweza kupoteza nafasi yako ambayo Mungu amekupa. Nafasi yako Mungu ambayo amekupa. Kama ni kiongozi, unaweza kupoteza nafasi yako. Kama ni shemasi, unaweza kupoteza nafasi yako ukiwa na kiburi. Kama ni mshirika, ni mwana maombi, unaweza kupoteza maombi yako. Roho ya maombi ikakutoka. Kama ni mwalimu wa neno la Mungu likakutoka, ukabaki debe tupu, unapoteza nafasi yako. Kwa sababu utukufu wa Mungu umetoka kwako. So Mungu hakai na wenye kiburi. Anawapinga wenye kiburi. Ukiwa na mwenye kiburi anatoka. Akitoka umepoteza nafasi yako. Umepoteza utukufu wa Mungu. Bwana Yesu akatusaidia katika jina la Yesu. Haleluya. Mwambie Mungu, nisaidie asubuhi ya leo nisiwe mwenye roho ya kiburi. Kiburi ni kibaya. Kiburi kinaharibu jamii. Kiburi kinaharibu maisha. Kiburi kinaharibu familia. Kiburi kinakufanya uchukize. Lakini kiburi kinaharibu huduma ya Mungu. Kiburi kinafanya huduma ya Mungu iende kwa kuvuta sana, hata hapa kanisani. Ni kwa sababu ya kiburi tu. Kiburi ni kibaya.
Bwana Yesu atusaidie sana. Mbona jirani yako, wewe Mungu akusaidie kwamba uvue roho ya kiburi. Hata kama unamuona wewe ni mnyenyekevu, nimekwambia kuna kiburi cha unyenyekevu. Hata kama jirani yako unamuona huyu ni mnyenyekevu, hapana. Huyo unayemuona mnyenyekevu ndio ana kiburi kuliko wote pengine hapa kanisani. Ni kwa sababu huyu anayezungumza unamuona huyu ni mkaidi kwa sababu anabishabisha, anajibujibu, anakosoa. Ndio unamuona na kiburi. Lakini yule ambaye unamuona ni mkimya sana, yule ndio anawezekana akawa ni mwenye kiburi kuliko wote hapa kanisani. Ni kwamba ana kiburi cha unyenyekevu, cha kuigiza. Ni viburi vinavyofanana viwili. Kiburi cha kiroho na kiburi cha unyenyekevu vinafanana kweli? Bwana Yesu akatusaidie katika jina la Yesu. Hebu simama pale ulipo. Jambo la mwisho, wakati unasimama, tafuta ushirika. Hilo jambo la mwisho. Tafuta sana ushirika. Ushirika unaangamiza kiburi. Tafuta ushirika. Tafuta ushirika. Tafuta ushirika na watu wengine. Ukiwa na ushirika na watu wengine, inasaidia ukichangamana na watu wengine kuweza kuona kasoro zako. Na pia jifunze kusikiliza. Chanzo cha viburi ni kwa sababu umeshindwa kusikiliza. Jifunze kusikiliza. Nitakwenda kuimba pambio moja fupi sana, alafu utakwenda kuomba. Watu wa Mungu, dhambi ya kiburi haina mtu mmoja. Kusema hivi, dhambi hii ni kwa watu wote. Utakwenda kumwomba Mungu atusaidie kila mtu kwa nafasi yake, kwa sehemu yake. Kwa Mungu, pale nitakana niliinuka, pale nilisifiwa, pale nilijiinua, pale nilitakabari, pale naomba Mungu unisaidie, unisamee, lakini pia unisaidie. Lakini pia unawezekana kusema mimi nashindwa. Kila nikijaribu nashindwa kuacha. Najikuta tu nimeinuka, najikuta tu nimebisha, najikuta nimekaidi. Wewe Mungu, asubuhi ya leo umesema nisaidie kunivunja ili roho la kiburi ndani yako, roho ya mashindano, roho ya majivuno. Hii ni roho, sio kitu cha kawaida. Mungu nisaidie niwe mnyenyekevu, nijifunze kusikiliza. Naanza kujipa mazoezi ya unyenyekevu. Unajua, yapo mazoezi ya unyenyekevu. Mazoezi ya unyenyekevu ni kuwatumikia watu wengine. Fanya kazi ambazo unaona hizi kazi alistahili kufanya yule, sio mimi. Ile alipaswa afanye nani? Unamwangalia kanisani, hii bwana anataka afanye fulani kwa sababu yeye hajasoma, hana elimu. Ile ndio wewe fanya wewe sasa. Wewe ambaye unajua na umesoma, jifanye wewe. Wale wasiwe sana. Na wengine anaona kazi yenye heshima, hata ni kusimama hapa mbele kufundisha, ni kuhubiri, ndio heshima. Labda kazi ile ambayo haionekani, hiyo ndio anza kuifanya. Ipe zoezi la unyenyekevu. Mungu anataka ninyenyekee. Nifanye hivyo ambayo yanaonekana ni manyonge, yasiyo stahili. Niyafanye. Anza kujipa zoezi la nini? La unyenyekevu. Na utaanza kumuona Mungu akikusaidia. Na Roho Mtakatifu ni mzuri sana. Akijaa Roho Mtakatifu anavunja. Kujiinua, anavunja ukaidi. Kikosa Roho Mtakatifu ndio jamaa anapata nafasi. Lucifer anapata nafasi. Ibilisi anapata nafasi. Lakini Roho Mtakatifu akiwepo, unakuwa anavunja. Nitaimba alafu utaomba mbele za Mungu. Unajua namna gani ujiombee? Unajua namna gani ulie mbele za Mungu ili aweze kuvunja hiyo roho ya kiburi, kutakabari na kujiinua. Maombi yangu yafike kwako, uliyopondeka utadharau yangu, haja maombi yafike kwa moyo
pondeka utadhara. Ponda moyo wako asubuhi ya leo. Ni kiu ya haja, ni haja ya nifanane, Yesu nifanane, ni haja ya, Yesu yafike kwa moyo, pondeka utadhara. Bwana ni kiu ya, ni haja ya nifanane nawe, nifanane. Mwambie Bwana akuvunje, ufanane nawe, ushuke asubuhi ya leo. Unifinyange, unifanye Yesu, nifanye kama wewe. Enda ukaombe sasa neno ambalo Mungu amesema na wewe asubuhi ya leo kuhusiana na unyenyekevu, kuhusiana na kiburi. Mwambie Bwana akufinyanga, nifanye kama wewe. Bwana finyanga, nifinyange, nifanye kama wewe. Bwana wakinitazama, wamuone Yesu, wasione jeuri, wasione kiburi, wasione kuinuka, wamuone Yesu asubuhi ya leo. Waambie watu wakikuona wamuone Yesu katika jina. Hebu tuombe sasa. Omba sasa kwamba watu wakikuona wamuone Yesu, wasione kiburi, wasione kuinuka katika jina la Yesu. Mungu tunakubariki asubuhi ya leo, tunakutukuza. Umesema nasi, umetusaidia Yesu.